Kwa jina najulikana kwa Business Daudi Buya, ni mwenyekiti wa mahali hapa BRT. Namshukuru sana Mungu kwa siku ya leo. Tulikuwa na sikukuu yetu ya wanawake na tunamshukuru Mungu ametuwezesha, tumetumika kwa usahihi zaidi ya miaka yote. Lengo letu kubwa ni Mungu aliyetuokoa, tunamtumikia Mungu. Sio kwamba tunatumika kwa ajili ya mwanadamu. Tunatumika kwa ajili ya kumtumikia Mungu aliyetuokoa. Ukiangalia dunia tulionayo sasa hivi, sisi wanawake tunaposimama kumtumikia Mungu, alafu tunasimama kusimama kwenye maombi, ndio maana naona kwamba Mungu anaiponya Tanzania yetu, Mungu analinda viongozi wa Tanzania, Mungu analinda maaskofu wetu, Mungu analinda wachungaji, Mungu analinda watu wote. Nchi yetu inakuwa salama kupitia wanawake, kwa sababu wanawake tukisimama kwenye maombi, na tunaamini kabisa hata neno la Mungu linasema kwamba ni wapate wapi wanawake wanaojua kuomboleza alafu akaiponya nchi yao. Kwa hiyo sisi katika sikukuu hii tulisimama kidete kuombea nchi yetu, kuombea kanisa la Bwana la Mungu, kwamba Mungu asimame katika nchi yetu ya Tanzania, alafu amani iendelee kutawala. Tunaombea viongozi wetu wa nchi, kwa mfano yupo rais wetu, wapo wabunge, wapo mawaziri, ipo serikali, ipo jeshi, yani kwa ujumla serikali nzima tunaiombea. Alafu tunakuja tunaombea maaskofu wetu wa kanisa letu nzuri la Assemblies of God, tunaombea na Mungu anaendelea kuonekana. Kwa hiyo katika hili mimi namshukuru Mungu, tulikuwa na umoja na ushikamano, tulifanya kwa vizuri sana mpaka tumefanya mambo makubwa, tumeenda hata gerezani kuwaona wafungwa. Kwa majina naitwa Neema Patrick. Utaratibu wetu ni mwanamke tu yeyote, mradi ni mwana BRT, ni mshirika, anaweza kuja tu kwenye chama siku ya Jumanne, tukajifunza pamoja, tukapeana maarifa pamoja. Hakuna masharti yoyote zaidi ya kwamba ni mtu aliyeokoka, anamjua Mungu, anaweza kuja tu kwenye chama chetu, na tunawakaribisha. Tunatamani wanawake waje kwa wingi ili tuwe na chama kikubwa zaidi, ili hata mwaka mwingine unaokuja tufanye sikukuu iliyo kubwa zaidi ya hii tuliyoifanya. Kwa majina yangu ninaitwa Sara Kibona, ni katibu wa chama cha WWK BRT Mlo, ambacho kiko chini ya mchungaji Steven Damian. Na leo hii ambayo ni siku ya Jumapili, ambayo ni siku ya tarehe 1 mwezi wa 3, ilikuwa ni hitimisho. Sisi ni wanawake watumishi wa Kristo, tunafanya mambo haya kwa ajili ya kutimiza wajibu wetu kama wanawake watumishi wa Kristo. Ndani ya wiki hili tumefanya mambo kama ifuatavyo. Tumeenda gereza la Vwawa Mbozi kwa ajili ya kuwaona wafungwa wanawake. Tumewatia moyo pale kwa vitu mbalimbali, kuwapa zawadi mbalimbali. Pia tumefanya huduma mashuleni, shule za msingi, kwa ajili ya kuzungumza na watoto wetu kwa habari za Mungu, jinsi tunavyotembea naye katika maisha ya kiroho. Pia siku ya leo ambayo ni siku ya hitimisho, ndio siku ambayo tumeshiriki kumtia moyo mchungaji pamoja na familia yake.